Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi. Tuongeze katika upande wa habari za biashara. Katika kutekeleza kwa vitendo dhamira serikali ya kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi, shirika la viwango Tanzania TBS leo limezindua mashindano ya kitaifa ya ubora wa bidhaa yatakayojumuisha mashirika ya umma na taasisi binafsi, ikiwa ni sehemu ya kukuza viwango na ufanisi wa bidhaa zinazozalishwa nchini. Ahmed Nanonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango Tanzania TBS, Daktari Ashura Katunzi, amesema mashindano hayo yanalenga kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa bora, usalama na zenye ushindani katika soko la ndani na nje ya nchi. Tunatambua na kuthamini hatua mbalimbali ambazo zinaendelea kuchukuliwa nchini chini ya usimamizi wa serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kujenga sekta ya viwanda, biashara na huduma yenye ushindani katika soko letu hapa nchini. Aidha, Daktari Katunzi amesema huu ni msimu wa 6 tangu kuanza kwa tuzo hizo na kuvitaja vipengele vinavyowaniwa katika mashindano hayo, ambapo washindi watapata fursa ya kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa, huku mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango Zanzibar ZBS Riziki Mbaruku akisema mashindano hayo yanatoa fursa kwa makampuni, viwanda, taasisi za serikali, mashirika ya umma na sekta binafsi kuboresha mifumo yao ya uzalishaji na kuongeza ushindani wa kibiashara katika soko la kimataifa. Lakini vipengele kwa mwaka huu vitakuwa ni vipengele 7. Kipengele cha kwanza ni tuzo ya kampuni bora ya mwaka. Kipengele cha pili ni bidhaa bora ya mwaka. Kipengele cha 3 ni huduma bora ya mwaka kwa kampuni binafsi. Kipengele cha 4 huduma bora ya mwaka kwa taasisi ya umma. Kipengele cha 5 ni muuzaji bora wa bidhaa za kilimo nje ya nchi. Kipengele cha 6 muuzaji wa bidhaa mchanganyiko nje ya nchi, na kipengele cha mwisho mtu mmoja pekee aliyefanya vizuri katika masuala ya ubora. Kikubwa nawakaribisha kushiriki kwa wingi ili tuweze kufanikisha zoezi letu hili, na fomu za ushiriki zitapatikana katika tovuti yetu ya TBS pamoja na ZBS. Esther Mtebe, Channel 10. Wafanya biashara wadogo wa mboga na matunda katika mtaa wa Ituha jijini Mbeya wanaomba wadau kuwasaidia mitaji baada ya bidhaa zao kusombwa na maji yaliyosababishwa na mvua za msimu uliopita, hali ambayo imepelekea kuingia kwenye mikopo yenye riba kubwa maarufu kausha damu. Taarifa Rose Chapewa inatueleza zaidi. Wafanya biashara ambao wamepata hilo janga ni watu 50, lakini asilimia kubwa sana ni wajane. Nimezungumza na wafanyabiashara hawa wa mboga na matunda. Wanasema athari ambazo wamepata zimeporomosha uchumi wa familia. Maji yalikuja ni mengi sana. Sasa yale maji yakazoa meza ikawa imedondoka, matunda yakawa yameenda. Kwa hiyo changamoto nikaipata, nikawa sielewi nitalisha nini watoto, nitasomesha vipi. Maana mahali hapo ndo napotegemea kusomesha watoto. Sina namna nyingine, yani hapo ndo naposomesha watoto. Ikabidi niingie tena kwenye mikopo ya kausha damu. Kwa kweli kausha damu inatutesa. Nilikuwa naisikia tu. Kwa saizi yani kwa sababu nilishaingia. Sina namna ya kutoka kwa sababu nataka najumua, naweza nikajumua vitu vya shilingi 50,000, alafu najikuta vile vitu bahati mbaya biashara ikawa mbaya na sijapata rejesho, wanakuja wananikimbiza mpaka nakuta nakosa amani. Kuna mdau mwingine anaweza katusaidia sisi wajasiriamali, atusaidie kwa kweli ili tuepukane na hili changamoto la kausha damu. Mheshimiwa mbunge, tusaidie kama wanawake wenzako, hatuna mitaji, mali yote iliondoka na mvua. Halmashauri yani kama wanawake tukienda kuomba mikopo, mzunguko wake ni mrefu sana, kana kwamba yule mtu wananchi wanakata tamaa mapema. Tulikuwa tunaomba sasa tusaidie kuwa na mlolongo mzuri ili tufanikiwe na kupata mitaji. Wanawake ondokane na kausha damu. Kausha damu ni mbaya sana, haifai. Wanawake wanaondoka wanatelekeza nyumba zao. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ituha akaeleza hatua ambazo wamechukua. Baada ya kuona eneo la kufanyia biashara ni changamoto, lakini tumeshamshirikisha diwani pamoja na mbunge kwamba eneo la godown hilo
lilasimishwe rasmi liwe eneo la wafanyabiashara, liwe soko. Ndipo miundombinu ya barabara ya maji kupita itapatikana, kwa sababu mtaro upo kutoka zahanati uliopita mpaka lelini. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rozi Chapeu wa Channel 10. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa imesema imeridhishwa na uamuzi uliochukuliwa na serikali ya awamu ya 6 kuruhusu wawekezaji binafsi hususan kampuni ya kigeni DP World kuwekeza na kufanya maboresho katika bandari ya Dar es Salaam, na kuongeza kuwa uwekezaji huo umeongeza mkusanyiko ya mapato, ajira kwa Tanzania na umepunguza msongamano wa meli. Hayo yameelezwa wakati wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa walipofanya ziara ya siku 2 kwenye bandari ya Dar es Salaam na reli ya mwendokasi SGR Dar es Salaam. Clement Sanga ana undani wa taarifa hii. Nimeridhishwa sana na uwekezaji huu wa DP World. Shughuli za kila siku katika bandari ya Dar es Salaam zinaendelea na kila kitu kiko mahala pake. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa, bila ya kumung'unya maneno au kupepesa macho, kwa kauli moja wanasema hakika serikali ya awamu ya 6 imefanya uamuzi sahihi kuruhusu uwekezaji katika eneo hilo nyeti nchini. Tulizunguka nchi nzima tukihamasisha kwamba uwekezaji ni lazima katika bandari ya Dar es Salaam. Mapato sasa unaambiwa ni tulikuwa tunaanza bilioni 700. Sasa hivi imekwenda mara 4. Sisi kama watu wa Iringa tumejionea na tuna imani kwamba tutafaidika zaidi na maboresho yanayoendelea. Unajua sisi tunalima pao na tunalima parachichi. Hakika tumeona uwekezaji mkubwa ambao unakwenda kurahisisha mizigo kuingia, lakini pia mizigo kutoka kwenye nchi yetu, na hili linakwenda kutuletea uchumi wa kipato kikubwa sana. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema uwekezaji katika sekta hiyo nyeti umelipa, na hapa anaweka wazi. Bandari ya Dar es Salaam sasa kwa miaka 4 imetoka mzigo wa tani milioni 17 mpaka tani milioni 27, tunakimbia 30. Mzigo unaopelekwa nje ya nchi umekimbia kutoka milioni 5.6, sasa tunakimbia milioni 9.1. Idadi ya meli zimeongezeka, na baada ya kufanya mageuzi mwaka jana ya kuleta operators, utaona DP World na wenzetu wa ADA, napo mzigo umeongezeka zaidi. Muda wa kuhudumia meli umepungua. Toto muda wa kuhudumia kufika meli mpaka kuondoka kwa meli ya makashi imetoka kwa wastani wa siku 40 mpaka kufika siku 3. Na hayo yametokana na uwekezaji na teknolojia mpya ambayo imekuja na uwekezaji. Baada ya hayo yote yaliyo mazuri, na hii ndio ikawa kauli mbiu. Kwa kweli tunasema Oktoba Iringa tunaweka tiki. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio tunatamatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutakuja hapa kuangazia katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.